Mahakama ya Rufani Tanzania imetupilia mbali maombi yanayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu. Uamuzi huo umetolewa rasmi leo tarehe 30 Julai 2026 kupitia mfumo wa mahakama mtandao, yani Virtual Court, chini ya jopo la majaji watatu waliongozwa na Jaji Augustine Mwarija, Zainabu Muruke na Amol Hamisi. Nyaraka za mahakama zilizotolewa jijini Dodoma zinafafanua kwa kina mwenendo mzima wa uamuzi huo kama ifuatavyo, huku ikibainisha sababu za mahakama hiyo kutupilia mbali. Katika uamuzi wao uliotiwa saini tarehe 29 Julai 2026, majaji wa mahakama ya rufani walibainisha mambo yafuatayo. Namba moja, kutokuwa na mamlaka. Mahakama ilikataa kuingilia kati au kusikiliza maombi ya fidia kutokana na ukosefu wa mamlaka ya kisheria kufanya hivyo. Jambo la pili ni kukosekana kwa mashiko. Baada ya kurejea kwenye maombi ya msingi, jopo la majaji liliridhika kikamilifu kuwa shauri hilo halina mashiko yoyote ya kisheria, yani devoid of merit. Jambo lingine ni kutupiliwa mbali. Kutokana na mapungufu hayo, mahakama ilitamka rasmi kulitupilia mbali shauri hilo. Na waliohudhuria wakati wa kusomwa kwa uamuzi huo ilikuwa ni chini ya usimamizi wa naibu msajili wa mahakama ya rufani, yani Dr. Limo, huku upande wa jamhuri, yani serikali, ikiwakilishwa na wakili mkuu wa serikali Ajuae Zegeli pamoja na mawakili waandamizi wa serikali Mr. Tawabu Isa. Upande wa utetezi, mwanasiasa na mwanasheria Tundu Antipas Lissu alitokea mahakamani binafsi in person bila kuwakilishwa na wakili mwingine. Ilihudhuriwa pia na karani wa mahakama Mr. Leopard Mabungo aliyothibitisha nakala hiyo kuwa ni ya kweli kutokana na kumbukumbu za asili za mahakama. Na uamuzi huu unahitimisha mlolongo wa mvutano wa kisheria ambao ulikuwa unaendelea katika mahakama ya rufani kuhusiana na mashauri mbalimbali ambayo yanamkabili kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu. Mimi ni Balozi Msaudia.